jina takatifu, na wewe unapendezwa na watakatifu waliopo hapa duniani. Watakatifu waliopo mbinguni, Baba, wamezunguka kiti chako cha enzi, na kiti chako cha enzi Baba ni kitakatifu. Baba mweza wa yote, hawa watakatifu Baba wa rehema waliopo duniani wamekusanyika mahali palipowekwa jina lako, ili Baba waendelee kujifunza neno lako. Neno lako ni chakula chetu cha kiroho. Neno lako ni uponyaji wetu. Neno lako ni wewe mwenyewe. Na Baba, katika neno Baba tulipata kuumbika. Neno lipitapo Jehova, neno Baba wa rehema lipite katika Baba mifumo yote ya maisha yetu Baba, na maisha ya wote wanaotufuatilia kutoka katika mataifa yote. Jehova mweza wa yote, tunapoanza kitabu cha Baba Malaki, kitabu cha 39 Baba kwenye Biblia yenye vitabu 66, nayo Baba wa rehema, furaha Baba wa rehema ya kuwa ipo funguo Baba ndani ya kitabu cha Malaki inayekwenda kufungua maisha yetu Baba wa rehema. Na Mungu wetu Baba, tunasimama katika nafasi ya Baba wale masalia waliyetoka tumwani Babeli Baba wa rehema. Jinsi Baba wa rehema walengwa wake Baba Malaki ni Baba masalia waliyetoka tumwani baada ya hekalu kujengwa Baba miaka mingi kupita, kama Baba miaka 100, karne moja Baba wa rehema. Na baada ya kifo Baba wa rehema ya liwali Zerubabel na Baba Yoshua kwani mkuu, Baba Hagai pamoja na Zakaria, Baba wa rehema, hali ya kiroho Baba ikashuka katika taifa la Israeli. Nao Baba wa rehema makwani wakaongoza watu kutenda mabaya. Sadaka zilizotolewa Baba wa rehema zikustahili. Baba wa rehema makwani wakatenda mabaya na watu wakatenda mabaya. Hatimaye Baba wakaanza kujidharau ya kuwa wala hata wapendi Baba wa rehema. Nawe ukainua roho ya Malaki ukiambia watu ya kuwa wewe unawapenda maana uliwachagua. Nao ukiwaambia kuwa ulichagua baba yao Yakobo, nawe ulimchukia Esau tangu tumboni. Na Baba wa rehema, nasi tunajua ya kuwa umetuchagua Baba wa rehema. Tulikuwa ni mzaituni mwitu, lakini Baba baada ya mzaituni wa kweli kuleta Baba wa rehema longo Baba ukaamua kuchukua mzaituni mwitu ukaukata, ukaipachika juu ya shina ya mzaituni wa kweli. Baba tuko tayari Baba wa rehema kupata maji kutoka Baba katika ile shina ambayo ni mzaituni wa kweli. Nashukuru jina lako Baba, maana utaendelea kunitumia kama chombo chako. Na Baba, neno lako liwe na macho. Neno Baba lipite katika maisha ya kila mmoja. Neno lako Baba litamie taifa letu, hali ya Baba wa rehema hewa. Baba wa rehema joto Baba inayejaribu kupiga hodi. Baba wa rehema mwaka huu hatukuona joto tangu mwanzo. Baba hatuhitaji kuona joto. Mbingu na itoe umande wake. Na Baba wa rehema mvua ziwe za amani Baba, za mafanikio, na hali ya hewa iwe ya kuridhisha Baba wa rehema. Ninashukuru jina lako Jehova, maana wewe hutazama watakatifu wako, na mtu mmoja katika watakatifu anayesimama neno lako ili upate kulitimiza. Nami natakaza eneo hili na kugeuza kwa Baba wa rehema mahali patakatifu. Na Baba wa rehema, kila kitu kilichojificha katika ulimwengu wa giza Baba kifichuliwe, maana umeandikwa, kila kilichofichwa chini ya uvungu utaiweka bayana juu ya ndani. Na katika jina la mtu aliyepanda farasi mwekundu katikati ya mwadasi, na mtu mmoja seme haleluya, haleluya. Bila shaka nimekukumbusha mtu aliyepanda farasi mwekundu katikati ya miahadasi ili usiisahau. Leo ninaweka msingi wa kitabu cha Malaki. Ninaongelea juu ya Biblia gani? Ninaongelea juu ya Biblia yenye vitabu 66. Zipo Biblia nyingi duniani, lakini Biblia ninayoongea juu yake ni Biblia ya Protestanti. Inayo vitabu 66. Inaanzia kwenye kitabu cha Mwanzo ikienda mpaka kitabu cha Ufunuo, lakini imegawanyika mara mbili. Sehemu ya kwanza ikiwa na Agano la Kale, Agano la Kale ikiwa na vitabu 39, na sehemu ya pili ikiwa ni Agano Jipya yenye vitabu 27. 39 ukijumuisha na 27 unapata 66. Sasa tumeamua tuingie kwenye kitabu cha Malaki, maana nilisema ya kuwa manabii watatu waliandika vitabu na waliyetumika na Mungu baada ya nini? Baada ya kutoka utumwani. Mmoja kati yao alikuwa ni nabii Hagai, na
mwingine alikuwa ni nabii Zakaria, na wa mwisho katika hao watatu ni nabii Malaki. Lakini sasa nabii Malaki ana jambo linalomtenganisha na manabii wengine wote. Nabii Malaki alikuwa ndio nabii wa mwisho. Kisha ikawa na ukame wa manabii karibu karne 4, miaka 400. Nabii Malaki anaandika kitabu cha Malaki katika mwaka wa 420, na baada ya hapo hapakuonekana nabii, ingawa yeye alikuja kutabiri ya kuwa hapangekuja kutokea yule ambao angeandaa njia kwa ajili ya Kristo Yesu. Naye alikuwa anaongelea habari za Eliya ambaye angekuja kwake, roho ya Eliya ambayo ingekuja katika mwili wa Yohana Mbatizaji. Lakini pata picha kuwa katika mwaka wa sita kabla ya Kristo, hapo ndipo anatokea Yohana Mbatizaji. Lakini Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo walikuwa na mahusiano. Mama yake Yohana Mbatizaji aliitwa Elizabeth, alikuwa na mahusiano na Maria mama yake Kristo. So kumbuka ya kuwa kuzaliwa kwa Yohana na Yesu Kristo zilipishana miezi 6. Katika mwezi masalia wa Yuda waliyetoka utumwani walirudi baada ya miaka 70, lakini walirudi wakiwa chini ya Zerubabel na Yoshua kuhani mkuu. Lakini wale viongozi wawili walikuwa ni viongozi subavu, kwa sababu walikaa katika mapenzi ya Mungu, na pamoja na kupata changamoto za hapa na pale, Mungu akainua manabii wawili kwa mpigo. Alimuinua nabii mzee anayeitwa Hagai, na Hagai akaanza kufanya kazi ya kuhamasisha, kuatia moyo wale masali ya maana. Walivyorudi tu kutoka Babeli katika mwaka wa 539, walipofika Yerusalemu, kumbuka ya kuwa ili kumfikia Mungu ilibidi mtu amwage damu ya mnyama. Ina maana ile damu ya mnyama ilikuwa ndiyo njia ya kufanya nini? Ya kumfikia Mungu. Ndiyo maana njia ya ibada zote, njia ya ibada ilikuwaje? Nisikilize kwa makini. Palikuwa na kitu kinachoitwa kutoa uvumba, kuchoma ubani. Sasa hivi ni ubani, ilikuwa ni kuchoma ubani ama uvumba. Ilikuwa inachomwa wapi? Ilikuwa inachomwa katika ile hema ya makutano. Palikuwepo na maskani ya Bwana iliyokuwa na maeneo mawili. Mahali patakatifu pa patakatifu ilikuwa na sanduku la ushuhuda ama sanduku la agano, na palikuwa na mahali patakatifu. So mahali patakatifu pa patakatifu na mahali patakatifu palitengwa na pazia, lakini pale karibu na kiingilio pazia palikuwa na madhabahu ya dhahabu ama madhabahu ya uvumba. Kuhani alikuwa anaenda pale kuteketeza uvumba, yale manukato, na moshi ile ikitoka pale ilikuwa inaingia kule mahali patakatifu pa patakatifu. Kuhani asingeweza kuingia mahali patakatifu pa patakatifu pasipo kufukisha uvumba na moshi kujaza kule, maana hakutakiwa kuiona ile sanduku la agano kwa macho yake hivi. Ndio maana ilikuwa inafukishwa uvumba, alafu ule moshi unajaza mahali patakatifu patakatifu kule, ndipo anaingia sasa kwenda kufanya kazi ya upatanisho, kupatanisha Waisraeli dhambi zao, makwani dhambi zao. Lakini kumbuka ya kuwa uvumba ilikuwa ni kivuli na picha nini? Uvumba
ilikuwa ni picha na kivuli cha maombi. Ndio maana maombi yetu katika Waebrania imeandikwa kuwa ni kama manukato, kama harufu nzuri mbele za Bwana. So uvumba kwenye Agano la Kale, kuchoma uvumba ilikuwa ni kupeleka maombi ya watu mbele ya kiti cha enzi, ambayo ile sanduku la agano mfuniko wake uliitwa nini? Kiti cha rehema. Ina maana kwa Mungu uliokuwepo pale, ile harufu iliwakilisha. Kwa sasa hivi maombi yetu tunayeomba inayekwenda wapi? Inayekwenda kwenye ile kiti cha rehema cha mbinguni. Hebu soma Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8 tuone kwanza. Nikuambie kuwa tunajaribu kuunganisha, tuone kuwa kivuli cha maombi. Ndio maana kwenye Agano la Kale watu hawakuomba, watu walitoa sadaka zao, biashara imeisha, na kuhani alikwenda kuwapatanisha. Ufunuo Yohana sura ya 5 mstari wa 8 ili tuone, je, uvumba ndio kivuli cha maombi? Soma kwa jina la Yesu. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana-kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambao ni maombi ya watakatifu. Manukato ambao ni maombi ya nini? Ya watakatifu. Ina maana kwenye Agano la Kale uvumba iliyetolewa, yani kama harufu nzuri, iliwakilisha maombi. Lakini je, sadaka ya kuchinjwa iliwakilisha nini? Sadaka ya kuchinjwa na kumwagwa damu iliwakilisha nini? Kumsifu Bwana. Nitakuonyesha. Lakini sasa nirudi tena kwenye kitabu cha Malaki. Watakatifu wa Bwana, kitabu hicho kimeandikwa na Malaki, kimeandikwa kitabu na nabii huyo mdogo wa mwisho aliyetumika. Kisha kukawa na nini? Kukawa na kipindi cha ukimya muda mrefu, ndipo yale aliyetabiri ya kuwa kabla ya Kristo, kabla ya siku ya Bwana patakuwepo nini? Patatangulia mjumbe, ambayo kumbuka ya kuwa yeye alikuwa anaitwa Malaki. Malaki ilikuwa na maana gani? Malaki ilikuwa na maana ya neno la Kiebrania yenye maana mjumbe wangu. Ina maana yeye kama mjumbe, manabii waliyekuja majina yao yalibeba ujumbe wao. Unakumbuka nabii moja aliyeitwa Eliya, maana yake Eliya. So kama unaona unavyoandika Eli alafu ya, ina maana tunaanza kushoto tunaenda kulia. Lakini Waebrania maandiko yao ilikuwa inaanza kulia ikienda wapi? Kushoto. Ina maana sasa inakuwa ni ya Eli. Ya maana yake nini? Ni ufupisho wa neno Yehova, lakini Eli ikiwa ni Mungu. Maana yake Eliya alikuwa, jina lake ilikuwa na maana Bwana ni Mungu wao, ama Mungu wangu. So Eliya alikwenda pale juu ya mlima ule na kwenda kuadhirishia manabii wa Baal na wale waliyekengeuka ya kuwa Bwana alikuwa ni Mungu wa nani? Wa Waisraeli. So kumbuke ya kuwa Malaki jina lake ni mjumbe wangu, lakini kumbe Mungu kabla hajatuma mjumbe aliyekuja kuandaa njia kwa ajili ya Kristo, alituma kwanza mjumbe aliyekwenda kuandaa Wayahudi. Umeona sasa? Akaenda akawaambia makosa yao. Kitabu hicho ni kitabu cha ajabu sana. Pana maeneo 6 ambayo anawaambia makosa yao, lakini akisema makosa wanamwambia, anasema ya kuwa mumefanya nini? Mumeniibia. Wanauliza swali la kijinga, tumemwibiaje Bwana? Anawajibu ya kuwa mmemkataa Bwana. Tumemkataje Bwana? So ina maana
tarajia kumwona Kristo akija, lakini muda ukapita mrefu sana, ikawa bado mambo yaeleweki. Wako chini ya utumwa, pamoja na walikuwa na uhuru wao kwenye nchi yao, lakini walikuwa chini ya utawala wa taifa la Uajemi. Lakini kumbuka, hiyo ikawafanya wakate tamaa sana. Ndio maana sasa mtakatifu wa Bwana, yawezekana umeomba miaka mingi sana hujapata kupona, yawezekana umeomba muda mrefu sana lakini hujaona mabadiliko. Nasema hivi, kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kila jambo hapa chini ya mbingu na jua ina wakati wake. Lakini wakati upi ni wakati uliye bora? Wakati wa Bwana ni wakati uliye bora. Ndio maana mimi sikuanza kufanya kazi ya Mungu nikiwa mdogo. Sikuanza kufanya Mungu mdogo. Lakini hata kufanya kazi ya Mungu nikiwa na akili zangu ni mtu tu kabisa mzima. Na kuna wengi Mungu aliwaita hivyo. Musa anapoitwa kwenda kufanya kazi ya Mungu alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa na miaka 40. Mungu anapomwita Ibrahim alikuwa na miaka mingapi? 75. Kuna watu walioitwa wakiwa na umri ulioendelea sana, kuwa wafanyi mchezo, wanafanya kazi ya Mungu kweli kweli. So watakatifu wa Bwana, kitabu cha Malaki inagusa watu hao ambao walikosa tumaini, lakini kumbuka aliwaandaa. Na kumbuka ya kuwa nimekuambia ibada zao ilikuwa ni kupitia nini? Kupitia matoleo yao. Lakini utaona kitabu hicho sana naongelea sana habari za matoleo. Ukitaka habari za fungu la 10 utaipata pale. Ukitaka habari za matoleo ya wanyama wa kuchinjwa utaipata kwenye kitabu hicho. Ni jinsi gani Malaki alileta sasa ukaribu tena kati ya wale masalia na Mungu, lakini alikuwa na waandaa kwa ajili ya safari iliyo ndefu. Kitabu cha Malaki iliwaandaa wale masalia kwa kipindi cha ukame wa neno la Mungu, akawaandaa kwa ajili ya safari ya miaka 400 pasipokuwa na nabii. Miaka 400, na akawatabiria kuwa mtakapoona siku inayokaribia, basi Bwana atamtuma yule ambao ni jina langu. Ina maana atamtuma mjumbe wake atakayemtangulia nani? Atakayemtangulia siku ile ya Bwana. Ina maana alikuwa naona ujio wa Yesu Kristo katika ulimwengu wa kamili, lakini akitabiri ya kuwa Yohana Mbatizaji angetengeneza njia, lakini tayari ilishatabiriwa na Isaya 40:3. Alishatabiri habari za ujio wa nani? Wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Ina sura 4 na nikuonyeshe mambo muhimu kwenye kitabu hicho. Ni kitabu kidogo sana na kifupi, kama sura ya kwanza ina mistari 14, wala utachoka. Na lengo mambo muhimu katika kitabu cha Malaki ni upendo wa Mungu. Mungu alidai Malaki. Maandiko mengi unayokuta Paulo aliyetaja, mtu hajawahi kuambia kuwa yalikuwa ni nukuu ya mambo yaliyotabiriwa, aliyetajwa na manabii aliyopita. Na hata Yesu alitaja mambo mengi sana yanayohusu kitabu cha Zakaria, kitabu cha Malaki na hata vitabu vingine vya manabii. Lakini kumbuka ya kuwa hii inakuonyesha nini? Yesu pamoja na kuwa neno, lakini Yesu alitumia neno kupata kushinda. Pamoja Yesu alikuwa nafsi ya pili ya Mungu neno, lakini alipata kutumia neno ili apate kushinda. Mimi ni mshindi kwa sababu natumia neno. Ndio maana Yesu akasema hivi, neno langu na likae ndani yenu kwa wingi. Lakini pia akasema, mkikaa ndani yangu na neno langu likakaa ndani yenu,
hapo ndipo ombeni lolote nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Ina maana unakaaje ndani ya Yesu? Unakaa ndani ya neno. Ina maana unaishi jinsi neno inapokuongoza, lakini akasema na neno lake likae ndani yenu. Ndio maana ukija pale usione nikiuliza ya kuwa nitajie neno la Mungu naye kumbuka. Inatakiwa neno la Mungu uweze kuiongea, lakini pia neno hilo unaloliongea ikuongoze kwenye maisha yako. Watu wengi sana wanayo mambo mengi yanayotesa maisha yao. Watu waliookoka ni watu ambao wamejeruhiwa sana, wameumizwa sana, ni watu ambao ni vigumu sana kusamehe. Lakini mimi nasema hivi, kama huwezi kusamehe, Mungu hawezi kukusamehe. Kama huwezi kusamehe na kusahau, kama utasamehe alafu kila siku unasema mchungaji, nimemsamehe lakini huyo yani unachokonoa kabisa, yani huyo mimi umemsamehe lakini mbona unamsema vibaya? Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Mungu si mwanadamu atafanya nini? Atasema uongo. Ninaposemaga hivyo nikiomba, watu wengi sana wanapagaa, kwa sababu hakuna kitu kigumu kama kusamehe. Hiyo ndio kitu kinachonipa ushindi. Mungu ni upendo, wala hapendi paka. Mungu ni upendo, anapenda nini? Anapenda nani? Anapenda nani? Mwingine anapenda nyau, ndiye anaweka pale kitandani mwake amefundika. Wazungu kule wanahangaika na miumbwa na nani? Pamoja na minyao, wanatembea kwenye gari. Minyao inavalishwa mpaka nguo. Mtu anamvalisha mbwa, yani bei baya kabisa. Mpaka miwani anavalisha mbwa miwani. Halafu anaingiza kwenye gari, anaweka mbwa pembeni mwako, lakini Mungu nipenda nani? Mungu nipenda nani? Penda. Wengine wachawi wanapenda paka nyoka. Wale nyoka ndio wanaweka chini ya kitanda. Lakini Mungu nipenda nani? Kuna kitu ambacho mimi inanifanya niwe tofauti. Mimi ninapomwona kila mwanadamu, kwa nini mimi nachukua hatua ya kuweza kufunga na kuomba kwa mtu ambaye amekuja nimuombee mara ya kwanza? Mara ya kwanza tu niombe, mchungaji mimi nasali sehemu fulani. Ambia basi Bwana anasema nikuombee siku 21. Na anza kufunga. For the first time I'm seeing somebody. I am ready to fast for that person. Ni nini? Kwa sababu namuona Mungu ndani yake. Mimi sikuoni wewe, naona Mungu, ndio maana niko tayari kusimama naye kuombea miaka yote. Nini? Mungu ni pendo. Huwezi kusema unampenda Mungu usiyemuona wakati mimi unanikazia macho. Wengine wakifanya hivi, kasha bonga la tusi. Ndio mtapinda wewe. Yapo mpaka kanisani. Ayapo kanisani. Siku utakapopata kibali cha kukaa mbele utajua. Ulikuwa unafundisha hivi, mtu anafanya. Mimi naona hapa. Na nyamaza tu, maana nasema hivi. Usione watu waponi nyumbani mwa Bwana. Watu waponi nyumbani wale kwa sababu mambo anayofanya ni mabaya. Lakini kumbuka Mungu ni nini? Ndio maana nimeambia wazungu hivi. Wazungu wanapenda nyau. Wazungu wanapenda wanyama, si mbaya. Lakini unaweza ukaangaika na kupanda nyau, lakini mtoto wa dada yako anakosa ada. Unaweza ukawa na umbo umefungwa na mlisha. Kuna watu wengine umbo ananunuliwa chakula na kula, ananunuliwa nyama kilo 10. Kuna watoto wajomba wako nyama anakula mara moja kwa mwaka. Desemba mpaka Desemba. Lakini umbwa wako wale wanasema mbwa mwezi kula bwana mifupa. Mpaka mnafanya watu wengine sema jamii bora ningezaliwa nyao kule Ulaya. Wengine wanasema hivyo. Unajua kusema hivyo. Lakini upendo wetu kwa watu itafanya watu wasipende kuwa nyao. Itafanya watu wasipende kuwa ni mbwa. Mwingine mtu aliwahi kusema nikimsikia, bora ningezaliwa mbwa bwana kule Ulaya. Lakini nasema hivi, Mungu si penda mbwa. Mungu ni penda nani? Moja kati ya lengo mama kitabu hicho ni upendo wa Mungu kwa watu wake. Ya pili ni dhambi ya makwani. Dhambi ya makwani. Ina maana dhambi za viongozi kwa sasa hivi. Dhambi ya makwani
Ya tatu ni dhambi ya watu. Hawa ni watu wanaoongozwa na hao makuhani. Dhambi ya watu. Ya nne ni kuja kwa Kristo. Umeona? Tunapata picha kwa kila nabii aliyokuwepo kwenye Agano la Kale aliongea mambo yote, lakini 9-10 alisha kuelekeza watu kwenye ujio wa Yesu mara ya kwanza. Ndio maana leo hii watabirie watu mpaka walale chini, upande juu ya tumbo, upande kwenye tumbo unatabiri, wengine upande mpaka kwenye mgongo unatabiri, lakini 9-10 waaminishe kwenye ujio wa Yesu mara ngapi? Akija kama nani? Kama bwana harusi kuja kunyakua kanisa lake. Usitabirie watu alafu ishie kuaminisha kwenye pesa. Ndio maana manabii wote, unamuona huyu nabii Malaki, hii kipengele cha mwisho ni nini? Ni ujio wa Yesu Kristo. Tuliona kabisa kwenye kitabu cha Zakaria akiongea na masalia, hatimaye anawaaminisha katika siku ya Bwana itakaye kuja. Anawaaminisha katika lile tawi walilolikataa. Anawaaminisha katika yule waliyemchoma. Umeona sasa, manabii wote na Torati yote na Agano la Kale yote iliongoza watu kwenye ujio wa Yesu mara ya kwanza. Lakini leo hii mbona makanisa yaongoza watu kwenye ujio wa Yesu mara ya pili? Wanaongoza watu kwenye sijui kuwa na fedha nyingi, wanaongoza watu kwenye sijui kumiliki wewe. Hawaongozi watu kwenye ujio wa Yesu mara ya pili kama bwana harusi kuja pale juu ya mawingu kunyakua kanisa lake. Ndiyo unamiliki, lakini Yesu anarudi. Ndiyo unapata vitu vyote duniani, lakini Yesu anarudi. Unajiandaje na safari ya Yesu kurudi? Unajiandaje na ile siku ya Bwana? Hii siku ya Bwana ni kwa ajili ya watu wote. Hukumu ya Bwana na baraka za Bwana huja pamoja. Wanayehukumiwa na hukumiwa, wanayebarikiwa na barikiwa. Ndio maana hata kipindi kile cha uvamizi wa Babeli, walipovamia Yuda, wale maskini na wale wasiokuwa na uwezo walifanikiwa, maana walimilikishwa nini? Mashamba ya matajiri, walimilikishwa nini? Mifugo ya matajiri na vitu vingine, ni ile mashamba ya mizeituni walibaki nayo. Ndio maana siku ya Bwana inakuja. Kama siku ya Bwana ilitangazwa ikaja juu yao kwa wakati huo, kama nini siku ya Bwana ambayo iliwakilisha ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza ilitangazwa na Malaki ikatimia, nami nakutangazia kuwa siku ya Bwana inakuja, ambayo wale ambao watakaa kwenye mapenzi ya Mungu watabaki duniani, lakini wale watakayekidhi vigezo, kufumba na kufumbua, watakwenda kufanya nini? Kumlaki. Andiko hili watu wengi sana wanasubiria kuisikia kwenye nini? Kwenye msiba. Wakorintho wa kwanza 15:50 mpaka 55 utaisikiliza wapi? Kwenye msiba. Yesu kuja na mawingu na malaika zake, inahubiriwa kwenye msiba, lakini kwenye makanisa hayahubiriwi hiyo. Hiyo ni ujio wa Yesu mara ya pili. Ndio maana shona vazi la harusi. Mimi vazi langu la harusi limeanza kunitosha vizuri na kwenda kwenye harusi ya mwana kondoo. Nione ambao yuko tayari kwenda kwenye harusi ya mwana kondoo miaka 7. Amen. Mimi nitakwenda. Kama utakwenda, shauri yako. Unakuja kusema bwana, mchungaji mbona hajaja Jumapili kanisani? Ukiangalia na Faraja yupo. Ukiangalia na Suma yupo. Mbona watu wengi hawapo, umebaki wachache? Kwa jamani, kimetokea nini? Wengine wanasema tu amechukuliwa, sio unasema, lakini nasema hivi. Ipo siku ambao aliyopo pembeni mwako utakuta ametwauliwa. Ukaona tembea jioni wawili, mwingine kashaondoka. Sema vipi? Amechukuliwa watu kuchukua watu. Hawajachukuliwa watu wamekwenda kulaki. Wamekwenda kumlaki Kristo, ndio nimebaki hivyo. Mimi najua wanaagizwa kwa hakuna hata mmoja ambaye atamani kubaki. Kama unatamani kubaki, hii si sehemu yako. Hii ni sehemu ya watu wanayejiandaa kwenda kwenye harusi ya nani? Ya mwanakondoo. Na mabibi harusi lazima wawe na mafuta kwenye taa zao ya ziada, maana Bwana atakapokuja hakuja ukiwa na taa yako na mafuta ili upate kuingia kwenye harusi. Kama wale wanawali 5 walikuwa na akili, 5 walikuwa ni wajinga. Wajinga hawakuwa na mafuta ya ziada. Nasema hivi, mafuta yako je, ipo? Je, unayo mafuta? Je, imetokea amekuja saa 9 usiku? Je, taa yako itakuwa inawaka? Kuna watu ambao taa zao ikifika saa 2 imeshazima. Taa gani? Taa ya ulimwengu wa kiroho. Je, unayo mafuta kwenye taa ya kutosha? Je, mafuta yanaweza kutosha mpaka asubuhi? Mchungaji, umenipotelea kwenye lugha hapa, na bora nikupotelee kwenye lugha kweli kweli. Mafuta uwe nayo. Roho Mtakatifu ikae ndani yako. Ishi maisha matakatifu. Neno la Mungu likae ndani yako. Nasema hivyo, watakatifu wa Bwana,
tusiende hivi hivi kichwa kichwa. Mungu anatuingiza kwenye kitabu cha Malaki. Je, Malaki uliwahi kuhesabu somo ukaielewa? Mungu anayetupitisha nayo lengo lake. Mkiona Malaki inafundisha mahali watu wanatakiwa kutoa fungu la 10 la kueleweka. La kueleweka. Utawaonyaje pasipo Malaki? Utaambia kwa mmenibia, nitapaka nyuso zenu nini? Hatuifundishi hapa kwa ajili ya kutishia watu. Tumejifunza kitabu cha Zakaria, tunataka tujue kitabu cha Malaki. Lakini Malaki nabii wa mwisho aliyewaandaa masalia kwa safari ndefu iliyokuwa mbele yao, pasipo kuwepo nabii wala neno la Mungu la kunini la kueleweka. Ndio tunayo safari hapa mbele, safari ya kumsubiri Kristo, safari ya kujiandaa na ujio wake mara ya pili, safari ya kujiandaa kwenda kumlaki, safari ya kujiandaa kwenda kwenye ile harusi ya miaka 7. Miaka 7 kwenye harusi itapisha miaka 7 kwenye dhiki kuu hapa duniani. Na mimi natamani sana wana wa injili wote duniani wawe katika wale watakatifu watakayerudi na Bwana Mungu wake utakapokwenda kukanyaga mlima Mzeituni, na mlima ule ukigawanyika ukitengeneza bonde la Yosefati itakaelekea kusini na kaskazini, na huo bonde ikitumika na Wayahudi kupata kumtoroka mpinga Kristo, jinsi Bwana alivyotengeneza bonde katika bahari ya Shamu. Na bonde ilikuwa na mlima wa nini? Mlima wa maji na mlima wa maji, nao Bwana akawatorosha. Wakamtoroka nani? Yule mpinga Kristo, picha yake. Unapomwona Farao kwenye Biblia, yeye ni picha na kivuli cha nani? Cha bwana jela asiyetaka wafungwa wake kufanya nini? Kurudi majumbani kwao. Ndio maana alikuwa ni kivuli cha nani? Alikuwa ni kivuli moja kwa moja cha mpinga Kristo. Na jinsi Yesu Kristo atakapokwenda kumshinda nani? Kumshinda yule mtu wa uasi, yule mpinga Kristo kwenye bonde la Yosefati, ndivyo ilivyokuwa Bwana alivyomshinda Farao katika bonde la Shamu. Wacha nikwambie, atakaposhindwa mpinga Kristo, yeye na mpiga debe yake yule nabii wa uongo watakamatwa akiwa hai, wataizindua moto wa jehanamu. Na kuambia Farao alikuwaje? Farao inawezekana alibaki na mtu mmoja mlinzi wake, hasingeweza kubaki peke yake ng'ambo ya pili kule. Bila shaka alibaki na mlinzi wake, ama alibaki na mwendesha gari wake, lakini wote waliteketezwa kwa pumzi ya Bwana. Hiyo pumzi ya Bwana itakwenda kuteketeza majeshi ya huyo mpinga Kristo. Nipige hatua tena niende mbele. Kitabu hicho kutimizwa katika Agano Jipya. Kutimizwa katika Agano Jipya, kitabu hicho ni Mungu kumpenda Yakobo. Hii tunaona kwenye mstari wa 2 na 3 sura ya kwanza, lakini tutaiona pia kwenye Rumi. Kwenye Rumi ni kutimizwa kwake kwenye Rumi 9:12-13 kuhusu Yohana Mbatizaji, roho ya Eliya, kuhusu roho ya Eliya ambayo ingetangulia siku ya Bwana. Tutaiona kwenye hiyo sura ya 3 mstari wa kwanza, lakini pia ilitangulia kutabiriwa na Yohana na Isaya 40 mstari wa 3, na kutimizwa kwenye Agano Jipya wapi sasa? Warumi nimesema 9:12-13. Alafu nikasema Eliya, kuja kwa Eliya kabla ile siku. Hiyo tutaiona kwenye sura ya 3 mstari wa kwanza, hiyo kitabu cha Malaki. Lakini habari hizo unaipata kwenye Isaya 43. Lakini utimilifu wake ipo kwenye Mathayo 10 mstari wa 7-15. Jumbe atakaye kuja umetajwa tena kwenye Malaki 4:5, sura ya 4 mstari wa 5. Hiyo utimilifu wake ama kutimizwa kwake ni Mathayo 11 mstari wa 14 kisha mstari wa 17. Lakini pia imetimizwa kwenye Mathayo 17:10-13. Mathayo 17:10-13.
Pia habari hizo utapata kwenye Marko 9:11. Mathayo 19:3 mpaka 10. Mathayo 19 mstari wa 3 mpaka 10. Habari hizo pia unapata kwenye Marko 10 mstari wa 2 mpaka 12. Marko 10 mstari wa 2 mpaka 12. Lakini pia kwenye Rumi 7:1 mpaka 3. Rumi 7:1 mpaka 3. Na sehemu ya mwisho unaipata kwenye Wakorintho wa kwanza ama niombe mimi nitaomba ili kesho nitaanza sura ya kwanza. Nimeweka msingi. Hebu tusome maeneo haya alafu niombe. Tusome maeneo haya alafu mimi niombe. Tusome maeneo haya, kama sitaenda kwenye sura kwa tusome maeneo ambayo nimeyataja kwa haraka, watu wawili wasome alafu nipate kuomba na misingi hiyo. Hebu soma mstari wa 2 na 3 Malaki, tuone anasemaje. Sura ya kwanza mstari wa 2 mpaka 3. Nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini ninyi mwasema umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yake Yakobo, asema Bwana, ila nimempenda Yakobo. Bali Esau nimemchukia na kufanya milima yake kuwa ukiwa, na urithi wake nimewapa mbweha wa nyikani. Umeona, Mungu anawadhibitishia au masalia waliokuwa ni wazawa wa Yakobo ya kuwa mnasema ninawapendaje. Akasema, hamuoni nyumba ya baba yenu mkubwa ambao ni nini? Ambao ni Edom ameifanya kuwa ni nyumba ya mbweha. Ina maana wa Edom walifanya nini? Wa Edom walitoa ushirikiano kwa taifa la Babeli. Wa Babeli walipokuwa wameushuru ule mji wa Yerusalemu, msaada mkubwa walikuwa wanapata kutoka Edom. Lakini ukisoma kitabu kile cha Obadia anawaonya wa Edom ya kuwa mnafurahia mkisaidia taifa la Babeli, lakini baada ya anguko la Yuda na Yerusalemu itakuwa mziki wenu. Na kweli wao walikuja kuharibiwa moja kwa moja, wala wakurejea. Lakini Wayuda waliopelekwa utumwani ndio hawa masalia ambayo Malaki anaongea nao. So Mungu anawakumbusha kuwa mbona nyinyi mlienda mkarudi? Je, mbona ndugu zenyu nyumba yao nimefanya kuwa ni nini? Nyumba ya mbweha. Ina maana hawakurejea sasa mpaka wakati huo. Waliuawa, kaangamizwa yote. Lakini anasema kuwa alimchagua Yakobo, alimchukia Esau. Watakatifu wa Bwana, Mungu aliwahi kumwambia Musa jambo la ajabu sana, ya kuwa ninamrehemu yule ninayemrehemu, nampenda yule ninayempenda. Na yani ndio huwezi kumuuliza Mungu kwa nini ananipenda mimi, ananipendelea mimi, akananitumia mimi. Yani yeye anarehemu yule anayemrehemu, yeye anampenda yule anayefanya nini. Alimwambia Musa hivyo.
Maana Musa alikuwa anamgasi Mungu kweli. Na Bwana basi mimi basi uniondoe, yani uondoe jina lako kwenye kitabu chako. Akasema hapana. Mimi ndio namrehemu yule naye mrehemu, yule simtaki ndio simtaki. Anayetenda mabaya ndio jina lake linafanya nini? Hebu soma sasa Warumi 9:12-13. Warumi 9:12-13. Maana tunaona ya kuwa tusiende kwenye sura ya kwanza, lakini tusome haya mafungu alafu nipate kuomba upate picha na taswira, alafu kesho tutaenda kwenye sura ya kwanza. Lakini kuna wakati mwingine mambo mengine umekamatwa wakati wa fungu la 10. Mimi nitaomba na habari za fungu la 10 tano. Mapepo mengine alikamata pale ulipominya fungu la 10. Mimi nitaomba tuone mapepo akibweka ndani ya watu. Hayo mapepo aliyekuwa yamekamata. Kuna mtu mwingine ulipata hela, ulipata 50,000. Roho nyingine anambia Bwana, toa buku Bwana. Buku imetoka, imetosha. Toa buku. Sitoe 5,000. Ukatoa buku, ukaiminya ndani ya bahasha. Maana unajua mchungaji wala hata haangalii nani aliyetoa. Alafu yule pepo akaja akakuvaa, ametulia kwenye fungu la 10. Utapitia wapi? Ashukuriwe Mungu ya kuwa kuna andiko la fungu la 10. Tutawakamata. Mapepo aliyeingia kupitia fungu la 10 hapo. Alafu mimi nitafundisha fungu la 10. Mtu mwingine asikia mchungaji mmoja akasema kwa sasa hivi inahitajika kutoa fungu la 10. Mwingine anasema kwa tuwe fungu la 10 kule njiani kwa wale watu ambao wengine hawana mikono. Toa uone. Toa huko uone mimi nilikuwa natoa. Wengine wale unaowaona wala si watu, wengine mapepo. Wengine watu wazima kabisa. Wengine ni waganga wa kienyeji, ukitoa ukienda kwenye wallet yako unakuta kabisa hazipo. Warumi 9:12-13. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Nani anayetoa hiyo nukuu? Anayenukuu ni Paulo. Tunayo kila sababu ya kunukuu maandiko kwenye Agano la Kale. Maandiko mengi aliyatumia Yesu Kristo, na hata Petro, na hata wanafunzi wa Yesu, na hata Paulo alitumia maandiko yaliyetamkwa na manabii waliyetangulia kuwepo. Ndio maana watakatifu wa Bwana, unahitaji kujua jinsi ya kutumia andiko kwenye Agano la Kale. Umeona? Je, anaitumiaje Paulo? Unapoisoma pale kwenye Malaki alikuwa ongei na watu wa Agano Jipya. Lakini unapoikuta sasa imetumika kwenye Agano Jipya, utaona Paulo ameunganishaje na watu sasa. Nenda mbele kidogo sasa. Tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? Hasha! Maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye, wala wa yule apigaye mbio, bali wa yule arehemuye, yaani Mungu. Kwa maana maandiko yasema juu ya Farao ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako. Yaani hata yule Farao na ubishi wake si kwa ubishi wa Farao. Ni Mungu ndiye anamwambia Musa hivi, Farao, hebu pata picha. Farao alikuwa mjinga namna gani? Ameshazika mwanae wa kwanza wa kiume. Na nchi yote kila pahali, kila sehemu ilikuwa na msiba nini? Wa mwanadamu na msiba wa wanyama. Farao akasema, ondokeni, mkienda huko na mimi mnifanye nini? Mniombee. Wameshatoka. Mungu anamwambia Musa kwa nitatangulia mbele yenu katika nguzo la wingu mchana na nguzo ya moto usiku. Musa akaambia watu, tapata sasa nguzo. Nguzo inaacha njia isiyoelekea baharini, inaelekea njia isiyoelekea moja kwa moja kupitia Ufilisi, inaelekea baharini. Wanaipata. Nguzo inagota kwenye bahari ya Shamti. Alafu Mungu anamwambia Musa ya kuwa, kumbuka ya kuwa Farao alikwambia kuwa Bwana ni nani hata nimaache watu wake waende fanya nini? Wakamtumikie. Sasa nimefanya moyo wake kuwa nini? Kuna wakati mwingine yule kamchawi kanapokutesa, Mungu amefanya moyo wake kuwa mgumu yule. Kale kababu anayecheza na wewe usiku kweli anakukimbizaje huyo unajua kukimbia kweli. Babu yuko nyuma yako huyo. Babu yawezekana Mungu ametia moyo wake unini?
Yule mbaya, mimi nitaomba leo. Mimi nitaomba leo. Inawezekana nitia moyo ili uje bwana, ungekaa kwenye pikipiki sasa hivi. Yaani ukifumba tu macho kashatokea na kujua. Okay, yaani unacheza mwenyewe. Unatamani utoke usingizi, lakini na wewe Mungu ametia moyo wake ugumu. Tutafuatilia wale waliotia moyo wao ugumu, tuwapeleke wapi? Kwenye bonde la Yosefati ya nini? Bonde la Yosefati ya bahari, ama bonde la Yosefati wa mlima Mzeituni? Nisikie amina. Amen. Maana utapata wapi? Moyo aliyetoa mgumu wala utampatia wapi? Lazima umpeleke kwenye bahari ya Shamu kule. Hebu soma 3:1 Malaki. Malaki 3:1. Angalieni namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Umeona, anatuma mjumbe, lakini huyu anayepitisha ujumbe huo ni nani? Anayeona maono hayo ni nani? Anayetoa unabii ni mjumbe wa Mungu. Malaki maana yake mjumbe wa Mungu. So ina maana Mungu alituma mjumbe wake kwanza awaandae nani? Kwanza awaandae kile kizazi kilichotoka utumwani, lakini kwanza kwa safari ndefu. Alafu mwisho wa safari sasa Mungu angetuma sasa mjumbe wake ambaye angetangulia kabla ya siku ya Bwana. Kabla ya siku hiyo. Kumbe hata ujio wa Yesu mara ya kwanza alipozaliwa alifanya nini? Alileta baraka na laana. Kwa Wayahudi ilikuwa ni laana, maana walipoikataa moja kwa moja Zakaria alivunja fimbo ya nini? Ya neema. Baadaye akaja akavunja fimbo ya nini? Ya laana. Ina maana moja kwa moja Yesu Kristo kilichomleta ni nini? Watakatifu wa Bwana Mungu amejaa rehema. Nisikilize. Mungu aliwachagua Waisraeli Kutoka 19:4-6. Aliwafanya kuwa ni taifa la kimakwani, uzao mteule na taifa takatifu. Aliwafanya kuwa tunu kwake. Anamwambia Musa hivi, niliwachagua ingawa mlikuwa ni taifa dogo, lakini kumbukeni ya kuwa dunia yote pia ni nini? Ni ya kwangu mimi. Lakini Mungu alichagua taifa dogo. Hilo taifa dogo alifanya nini? Aifanye iwe ni makwani. Kazi ya makwani ilikuwa ni kuwaunganisha Mungu na watu wake. Ina maana Mungu alijifunua kwa taifa dogo la Israeli, ili kupitia taifa la Israeli sasa ajifunue katika mataifa yote. Lakini je, walivyoikataa Mungu alifanya nini? Mungu alikata mzaituni wa kweli. Alivyoikata, kumbuka, alitupa nje. Ikabaki shina. Akaenda kule akasema, mzaituni wa kweli usinitanie Bwana. Pamoja nimekupanda mimi kwenye shamba langu, unanitania. Mungu akaenda kule porini. Akakuta mzaituni nini? Mwitu. Akalikata, akaja nayo, akalipachika kwenye shina la nini? Na mzaituni wa kweli. So kumbuka, sisi ni mzaituni mwitu. Tumepandwa kwenye msingi wa wokovu, ambao msingi wa wokovu ni kwa Wayahudi. Ndio maana katika ule msingi tumepandwa. Lakini hii haina maana ya kuwa mzaituni ile shina haitaota tena. Kumbuka ya kuwa ili ile shina yote ni lazima Bwana aje atoe nini? Aitoe huu mzaituni wa nini? Mwitu juu ya nini? Juu ya shina, ambao ndio unyakuo nini? Wa kanisa la Bwana. Baada ya unyakuo sasa, Mungu anahitaji kuleta neema. Ndio maji yale ya uhai niliyokuambia kuwa yalitiririka kutoka katika Sayuni yakielekea kwenye bahari ya magharibi na nini? Na mashariki. Magharibi na mashariki. Yale maji ndiyo sasa yamiminike katika ile shina ya nini? Shina ya mzaituni ambayo sasa ni Yerusalemu, alafu ipate nini? Ile shina ianze sasa kuota tena. Ndiyo maana nini? Ina maana Paulo anasema kwenye ile Warumi 11:25 na 26 kuwa Bwana
atawarudia Wayahudi na Sayuni, naye atawaondolea dhambi zao, maana hukumu yao ilishapita hapa duniani. Wameshatolewa, wametawanywa sasa hivi. Warumi walishachukua chao mapema, Warumi walishawauza. So sisi ndio tunasubiria hukumu. Bila shaka pata picha kwa nilikwambia hivi, Yesu Kristo alipokuja mara ya kwanza, bado Mungu alikuwa anawapa Wayahudi nafasi nyingine, alikuwa anapaja nafasi nyingine. Mungu baada ya kukataa, kama baba ahurumia watoto wake, bado aliwahurumia nani? Aliwahurumia wale Wayahudi. Ndio maana Yesu alisema hivi, nilikuja kwa ajili ya makabila ngapi? 10 wa Yakobo waliyepotea. Ina maana taifa la kaskazini iliyepelekwa Suru mwaka wa 722 Waambia mmeikataa Injili, wamepewa majirani zetu. Ndio maana nasema tumepewa Injili. Tumepewa Injili. Ili utumie kwenye nini? Kupata mapato, kutabiria watu, kuaminisha watu kwenye Agano la Kale na kufyeka watu maono yako. Je, na wewe umefanywa kuwa ni mateka katika mafundisho ya mtu? Nisikufanye kuwa mateka katika mafundisho yangu. Nani? Nasema hivi, tuwe ni mateka, tuwe ni nini? Watumwa katika haki, lakini sio katika mafundisho. Mafundisho yameweka watu wengi kwenye mateka. Watu wengi wajua ufalme wa Mungu ukoje. Wengi wanadhani kabisa kama unamiliki hapa ndani una ufalme wa Mungu. Anaweza kusema bwana, mimi na kila kitu bwana. Mimi na kila kitu bwana, mashamba na nini. Watakatifu bwana, kuwa na mashamba haikuqualify wewe kuwa na Mungu wa kweli. Kumiliki vitu vyote amina ati wewe na Mungu wa kweli. Habari za baraka, watu wa Mungu wanapotosha watu sana. Habari za baraka haina maana mtu ndiye ana Mungu. Baraka hata mtu ambaye anakwenda kwa mganga anapata. Lakini tumeokolewa si kwa ajili ya mapato, kwa ajili ya kwenda mbinguni.
ataleta hukumu yake juu ya wale waliopotosha kondoo wake, lakini pia ataleta baraka juu ya wale waliofundisha ukweli katika kondoo. Nasema hivi, Mungu hawezi kunyamaza miaka ijayo ili watu waendelee kupotosha watu na kwamba aminisha kwenye pesa. Unaweza ukawa na pesa, unaweza ukaamua mpaka watu yani waambie kabisa, bwana nitaleta kabisa mikokoteni, nitawabeba mtaenda kanisani. Baada ya mikokoteni ule kanisani bure, lakini hii haiwezi kufanya ujue neno la Mungu. Panda hata kama ni bajaji upelele wako. Siku ya Bwana inakuja. Agizo kuu nyinyi, mbona mleti mabasi? We don't have any transportation means. Either you come by trekking or you even board a motorbike. So long as you reach here, we'll proclaim the true gospel. Nasema hivi, uwe makini kabisa. Mchungaji atasema semalo. Anakwambia bwana, mapepo tumewabwengua kweli kweli, sasa hivi hebu tukufundishe itapronounce watakatifu wa Bwana. Yesu aliambia watu usitumikie mabwana wangapi? Alisema tafute kwanza ufalme wa Mungu, mengine unafanya nini? Wewe ni mpiga Kristo, si mpiga Kristo? Wengi wameshafika. Ndio, tafuta pesa, lakini Mungu awe kwanza, wewe umfuate Mungu, pesa ifanye nini? Unayo fedha zako, imtukuze Bwana. Unayo kiatu kizuri, kimtukuze Bwana. Unayo kichwa kikubwa, kifanye nini? Unao kifua kikubwa kiasi unaweza kaweka tofali alafu mtu Kuna mwingine ukienda kunakula kiatu chake hamna dukani, lazima ichongwe. Mtukuze Bwana, maana kuna mtu mwingine anasema jamani, mimi nakumbuka dogo Bwana, ningepata mguu kama fulani. Maliza hili niende. Mtakatifu wa Bwana, nataka niombe. Ponyeni wagonjwa, kufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Mstari wa ngapi? Wa 8. Enda. Msichukue dhahabu wala fedha wala pesa mshipini mwenu, wala mkoba wa safari wala kanzu mbili wala viatu wala fimbo, maana mfanyakazi astahili posho yake. Na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hadi mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni, na nyumba ile kistahimili, amani yenu na iwafikie. La kwamba kistahimili, amani yenu iwarudie ninyi. Na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu mtokapo katika nyumba ile au mji ule, kung'uteni mavumbi ya miguu yenu. Amin, nawaambia, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Umemaliza? Mimi nataka niombe. Ndio. Niko tayari kuomba. Mtakatifu wa Bwana, mafungu mengine utasoma kwa mwenyewe na mimi nitasoma, lakini pia nakuahidi ya kuwa vitabu pia vinaendelea kuwa tayari. Haya, malizana nayo, maana vitabu vinakuwa tayari, vingine hivyo viko tayari. Kama umemaliza chukua vitabu hivyo hajasoma,
Mwingine muda hana muda. Lakini wacha nikwambie, bila shaka utaona kitabu hichi ya kuwa Mungu alitaka atolewe nini. Unachomtolea Mungu kikoje? Yawezekana matoleo yako ni mabaki. Yawezekana hata muda wako ni mabaki kwa Mungu. Yawezekana kila kitu. Hata unapokwenda nyumbani kwako yawezekana unavaa mabaki. Yawezekana hata muda wako wa kusoma Biblia ni mabaki. Umeshachoka mbao ukisoma yani. Shindo kwa jina la Yesu. Hakuna cha pepo hapo. Lalo pata usingizi. Hakuna cha pepo hapo, ni usingizi. Kalale, amka mapema, Mungu Bwana, muda wako ndio sahihi. Sio muda wa mabaki na mataputapu. Wewe umeshafanya kazi mpaka saa 4 usiku, saa 6 usiku umechoka, alafu ndio unaambiwa Biblia itakubembeleza. Shindo kwa Yesu. Hakuna pepo hapo. Pepo mwenyewe anakucheka maana unatoa matafuta muda wako. Je, unamtolea Mungu kusoma Biblia muda upi? Kwa nini usiamke saa 10, usilale hata kama ni saa 4 ama saa 3, alafu unaamka saa 11, uamke saa 10 uko fresh, usome Biblia mpaka saa 11, alafu uoge uandae uende kazini? Umeanza na Bwana, umempa Bwana yani muda ulio sahihi, lakini wewe mpaka saa 5 usiku. Na kila siku ukishasoma unalala unakuta umeamka saa 8 usiku. Hapa hata mapepo wenyewe wanawakaribisha. Wanakuja wanakucheka, wanakupiga na tele. Unachimana, ulikuwa unasoma barafu Biblia imekubembeleza, umelala pale kwenye umbu. Umbu wenyewe wamekula mpaka wamestarehe. Muda wako kusoma Biblia ukoje? Muda wa kutafakari Mungu ikoje? Sadaka zako ndio unapofika nyumbani mwa Bwana unazigusa. Mkono wako unajua kuchagua shilingi 100. Kwenye notice mkono wako unajua kuchagua shilingi 500. Hata kama ulikuwa na na bunda yani na noti, lakini imechanganyika shilingi 5,000, yani unajua kabisa kushika 10,000. Haleluya sana. Mkono una geji ya kupima 500. Unafika kwenye fungu la 10, Mungu amekupa milioni 50, unasema nitoe milioni 5. Unaiweka kwenye kapu, unaipima, unasema unatikiza kichwa. Unakaa kusema nikitoa 200,000 ataona kama nimetoa nyingi. Unakuja mchungaji anasema ubarikiwe sana. Hiyo ni hata kama unatakiwa kutoa 10,000, unayo 9,999. Usitoe, maana hata ukitoa huwezi kubarikiwa. Bora julikane moja hujatoa. Lakini kitabu hichi kinatuonyesha kwa muda uliokuwa unatumia kusoma Biblia ni muda ya mabaki, mataputapu ama nini. Watu wengi huwezi kuelewa Biblia kwa sababu si eti kuna pepo inakuzuia. Umeshachoka watakatifu wa Bwana. Biblia ni mzigo mzito. Unakuja kwa haraka na Biblia, umeshakula chakula, tumbo lenyewe lilikuwa limechoka, umeshinda bila kula chakula, umekuja umetupa ugali wa dagaa tumboni mwako, tumbo linachoma choma, alafu unakaa chini, unachukua Biblia unaanza kupitia, unajibembeleza, unalala. Tumbo limechoka, alafu umetupia dagaa na ugali wa dona. Alafu hapo ndio sasa mchungaji atanifanya nini jamani, sijasoma Biblia. Unachukua Biblia unaanza kupitia. Hapo unajibembeleza. Unataka kupeleka, unataka wawe na sherehe nani? Mbu. Usisome Biblia umechoka. Usiombe umechoka. Taja hata vitabu ulale. Sisomi Biblia nimechoka mimi. Sisomi nimechoka. Natolea Mungu mwili wangu na muda wangu kwa ni dhabihu. Nitakuonyesha dhabihu tunayotakiwa kumtolea Bwana. Walitoa vya kuchinja, sisi je? Lakini muda wako ni dhabihu ya Bwana. Ndio maana hata uliokuwa hapa, Mungu akubariki sana katika jina la Bwana.
Mungu akubariki sana uliopo hapa kwa damu ya Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tumeanza kitabu cha Malaki. Kwa neema yako Bwana, kitabu cha Malaki ni kitabu cha 39 kwenye Biblia yenye vitabu 66. Baba Malaki alikuwa ni mjumbe wako, naye nabii wa mwisho uliyemtuma katika masalia waliyetoka Babeli. Nabii Malaki uliinua roho yake baada ya hekalu kujengwa miaka 100 iliyopita, baada ya kifo ya nabii Hagai na Zekaria, Zerubabeli na Yoshua. Watu wa Yuda walikuwa wamekata tamaa, maana walitarajia kuona Bwana akija na kuketi katikati yao na maisha yao yakibadilika, lakini Bwana waliendelea kuwa katika mateso. Sawa, Nehemia alitoka Babeli na kurudi na kujenga ukuta, lakini maisha ya kiroho yalishuka. Wengi waliacha wake zao wakaoa wake wa kigeni, wakaacha kumwabudu Bwana, wakaanza kuabudu miungu mingine, waliacha kutoa dhabihu, maana makuhani hawakuwafundisha ukweli. Baba, kwa wakati huu tunaweza kusema ya kuwa ni sawasawa na wakati wa Malaki. Ni kweli tumeokoka muda mrefu, tunakupenda Bwana, tunakuja kujifunza neno lako, tunatoa sadaka zetu za moyo, tunatoa fungu la 10 Bwana, lakini Bwana bado yapo mengi yanayotutesa, magonjwa yanayotunyemelea, magonjwa yanayotutesa, maadui wanayotuonea. Tumetarajia kuona mabadiliko Bwana, tumetarajia kuona mafanikio Bwana, lakini Bwana wengi hawajaona. Tuko tayari kupokea ujumbe wa Malaki, ujumbe wa matumaini Bwana, jinsi Malaki alivyotabiri siku ya Bwana, na kabla ya siku ya Bwana ujumbe wako ungemtuma naye ni Yohana katika roho ya Elia. Baba, kazi ya Yohana ilikuwa ni kuandaa njia kwa ajili ya Kristo. Kitabu cha baba wa rehema Malaki, iandae Baba nafsi yangu, roho yangu, mwili wangu kwa ajili ya kumpokea Kristo upya. Mungu mweza wa yote, jinsi ulivyoambia masalia ya kuwa na wapenda, nao wakakuuliza unawapendaje? Nao ukawajibu ya kuwa Isaka alizaa watoto wawili, Esau na Yakobo. Nawe ukamchagua Yakobo, ukamkataa Esau, na nchi ya Esau ukaifanya kuwa ni pango la mbweha. Baba, nipate kibali jinsi Yakobo alivyopata kibali, ukamchagua yeye na uzao wake, unichague mimi na uzao wangu niwe katika wale waliochagua. Maana waitwao ni wengi, na wateule ni wachache. Jehova mweza wa yote, kitabu cha Malaki kinitakase, kinihuishe, kinipe nguvu mpya katika neno lako Jehova. Ninatukuza jina lako Baba,
Baba. Maana Baba wa rehema. Maana Baba wa rehema. Kitabu cha 39 Kitabu cha 39 na kitabu cha mwisho kwenye Baba Agano la Kale. Kitabu cha mwisho Baba kwenye Agano la Kale. Inipe mamlaka. Inipe mamlaka ya kupokea Baba wa rehema. ya kupokea Baba. Baraka zote. Baraka zote zilizopo kwenye vitabu vilivyotangulia. katika kitabu vilivyotangulia. Kabla ya kitabu cha 39. Kabla ya kitabu cha 39. Baba mjumbe wako. Baba mjumbe wako. Awe mbele yangu. Awe mbele yangu. Kwenye maisha ya kiroho na kimwili. Kwenye maisha ya kiroho na kimwili. Aniongoze Bwana. Aniongoze Bwana. Kuelekea kwenye hatima yangu. Kwenye Hatua zangu. hatua Na zangu. kibali Na changu. kibali changu. Nipokee nguvu mpya. Pokea nguvu mpya. Ninapotoka hapa Bwana. Ninapotoka hapa Niende Bwana. nikale chakula changu na kushiba. Niende nakula chakula Ninywe changu. maji na kiu kukata. Ninywe maji na Lale kiu na kupata kukata. usingizi mzuri. Lale na kupata Na tunapoingia kwenye sura ya kwanza Baba. Tunapoingia kwenye sura ya Neema kwanza, hizo Baba wa rehema. Neema hizo Baba. Walizopokea masalia Baba wa rehema. Pokea masalia Baba wa Waliyekuwa ni rehema. walengwa wa Malaki Baba. Kwani walengwa wa Malaki Nami Baba. Baba wa rehema ni masalia. Nani Baba ni mali. Wa Malaki Baba wa rehema. Malaki Baba wa rehema. Jinsi ilivyokuwa masalia Ulivyokuwa malaki. kwa nabii Zakaria. Manabii Niendelee kuwa Baba masalia. Kwake Baba Malaki. Kwake Baba Na Malaki. katika jina la Bwana. Na katika Na jina mtu la mmoja Bwana. aseme haleluya. Haleluya. Pigia Bwana makofi makubwa. Mimi nimeishia hapo, lakini na kuahidi ya kuwa tutaendelea kuwa ni masalia katika kitabu hicho, na ili tupate baraka zilizoahidiwa, na kesho tutaendelea. Uwe na amani. Nimeweka msingi kwa kuomba na msingi wa kitabu cha